tunaposimama hapa sisi kwa ngazi ya kata, tunajivunia kuendelea kufanya vizuri kitaaluma kata ya Milale. Kata ya Milale tumefanya vizuri katika mitihani yote ya kitaifa, ile ya upimaji kwa ngazi za msingi na sekondari, lakini pia mitihani ya taifa kwa ngazi ya msingi na sekondari tumeendelea kufanya vizuri, na hata tunavyoongea sasa tunazo shule kadhaa kutoka kata ya Milale ambazo zimefanya vizuri na kushika nafasi nzuri ndani ya wilaya ya Rorya. Kwa mfano, tunayo shule ya msingi Kiaembwe imefanya vizuri mtihani wa darasa la 4 na kushika nafasi ya 3 kwa shule za serikali. Tunayo shule ya msingi Ngilijuu imefanya vizuri katika mitihani ya darasa la 7 ya kuhitimu na kushika nafasi ya 1 wilaya ya Rorya kwa shule za serikali. Lakini pia shule zetu 4 zote za sekondari, yaani Girango, Milale, Ingrid sekondari na Changuge, zote zimefanya vizuri na kuwa nafasi 10 za mwanzo katika mitihani ya upimaji kidato cha pili mwaka 2025. Lakini mwisho tunayo shule ya sekondari Changuge ambayo iko ndani ya kata ya Milale, ilifanya vizuri na kushika nafasi ya 1 wilaya ya Rorya mtihani ya kuhitimu kidato cha 4 mwaka 2025. Na matokeo hayo mazuri, ndugu mgeni rasmi, hivi tunapozungumza leo katika maadhimisho ya watumishi ama wafanyakazi duniani, kata ya Milale tunajivunia kutoa watumishi 3 ambao wamekuwa watumishi hodari wilaya ya Rorya. Na hata tunapozungumza sasa, watumishi hao wako Bunda kwa ajili ya kupokea zawadi na tuzo mbalimbali kutoka ngazi ya mkoa. Na watumishi hao naomba niwaweke bayana. Wa kwanza anaitwa Mwalimu Cosmas Anthony Nduye, anatoka shule ya msingi Ngilijuu. Naomba tumpigie makofi kwa alimu. Wa pili anaitwa Mwalimu Sadiki Abdul Matef kutoka shule ya sekondari Changuge. Wa tatu anaitwa Enoko Kambona Enoko, mkuu wa shule ya sekondari Changuge. Na wanasema fedha ni siri, lakini mimi bahati mbaya muda mwingine siri sina na sigandishi. Tunamshukuru mkurugenzi mtendaji, watumishi hao kila mmoja amepewa zawadi ya shilingi milioni 1. Lakini pia wamegharimia usafiri wa kwenda na kurudi, kwenda Bunda na kurudi hapa. Kwa hiyo baadaye watatujoin. Lakini nizidi kuwashukuru, baada ya wao kupokea zawadi, jana Mwalimu Sadiki aliongezea kile kiwango cha 20,000 ambacho alikuwa anachanga watumishi wetu, akatoa shilingi 70,000 kuwashukuru watumishi wenzake kata ya Milale. Kwa hiyo kwenye hilo ni waombe watumishi wenzangu, ukifanya kazi vizuri ukawa na matokeo, utaonekana sio tu ndani ya kata, wilaya itakuona na mkoa utakuona na nchi itakuona. Nafikiri kwetu sisi ni maajabu, walimu 3 kutoka kata moja ni maajabu makubwa sana ambayo tunajivunia. Kwa hiyo tunaposema Milale ya furaha, Milale ya viwango, tunamaanisha na viwango vyenyewe ndivyo hivyo, tunafanya vizuri. Lakini jambo la pili ambalo leo tunajitafakari, mwaka 2026 tumeweza kufanya ujenzi, ukarabati wa samani na miundombinu mbalimbali ya shule kwa kipindi hiki cha mwaka mmoja. Na hapa tuwashukuru sana wananchi wote wa kata ya Milale, kwani wameweza kutoa nguvu zao kwa ajili ya kujenga maboma. Tulijenga maboma pale Sudi, na ofisi ya mkurugenzi, ndugu mgeni rasmi, tupatia fedha milioni 26 kwa ajili ya kukamilisha maboma yale, na yamekamilika. Tunakushukuru sana. Lakini pia wananchi wa kijiji cha Liagoro, hususan kitongoji cha 5, walijenga maboma 2 kwa nguvu zao,
na ofisi ya mkurugenzi imetupatia fedha shilingi milioni 25 kwa ajili ya kukamilisha maboma hayo. Kwa hiyo tunawashukuruni sana. Lakini pia kupitia nguvu za wananchi na serikali, kijiji cha Malongo, mwenyekiti aliyekaa pale unayemwona pale, aliidhinisha mwaka huu fedha shilingi milioni 1 kwa ajili ya kuanza ujenzi wa msingi wa vyumba viwili shule ya msingi Ngilichini. Kwa hiyo tunashukuruni sana mwenyekiti. Lakini katika miundombinu pia tumejenga madarasa 8 shule za msingi Changuge madarasa 4 na shule ya msingi Kiambwe madarasa 4, lakini pia tumejenga matundu ya vyoo 16. Shule ya msingi Sudi, shule ya msingi Changuge matundu 6. Lakini nimshukuru sana na kumpongeza mkuu wa shule ile Mwalimu Kennedy Oyule, badala ya kujenga matundu 6 yeye amejenga matundu 8. Lakini pia katika madarasa 4 yeye kaongeza kiti na meza ya mwalimu katika madarasa yote 4. Lakini pia kule Sudi tumejenga madarasa 4 hayo na vyoo matundu 10. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali kwa kuendelea kuleta fedha kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu hii tunayoifanya. Ndugu mgeni rasmi, jambo la tatu ambalo limefanyika kwa kipindi hiki lipo katika eneo la utoaji wa huduma za kijamii, ambapo sisi sekta ya elimu tumeendelea kuwashika mkono wanafunzi wetu, lakini pia tukishirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo ndani na nje ya kata. Ndugu mgeni rasmi, kwa kipindi hiki kifupi tumeweza kutoa kitimwendo kwa mwanafunzi anayesoma shule ya msingi Tano, mwanafunzi mlemavu, na hii kitimwendo tuliipata kutoka ofisini kwenu, ofisi ya elimu, kupitia kitengo cha elimu maalum. Kwa hiyo tunakushukuru sana wewe na ofisi yako, tufikishie salamu kwa DO. Lakini pia tumeendelea kutoa uniform mbalimbali kwa wanafunzi wetu, wengine tunawanunulia sisi, wengine wanaletewa na wadau mbalimbali. Kwa mfano, jana tarehe 30 mwezi wa 5 shule ya msingi Nyamwale tumekabidhi sare za shule kwa wanafunzi 90. Na sare hizo zimetolewa na mdau wa maendeleo ambaye ni mzawa wa kijiji cha Malongo, kitongoji cha Nyamwale. Kwa hiyo ikakumbuka kwao. Kwa hiyo nipenda kumshukuru sana mdau huyo kwa kuja kuwashika mkono wanafunzi 90 wa shule ya msingi Nyamwale, wakiwemo darasa la awali mpaka darasa la 7. La 4, tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuleta watumishi mbalimbali ndani ya kata ya Milale, ambapo kwa kipindi cha tangu mwezi Januari mpaka sasa kata ya Milale imepokea walimu wa sekondari 14. Walimu 14 sio mchezo, hao ni wa kuajiriwa. Hao wameajiriwa shule za sekondari Milale, shule ya sekondari Ingwi, shule ya sekondari Changuge. Lakini pia tunao ambao wameajiriwa kwa shule za msingi. Pale shule ya msingi Ngilijuu tumepokea ajira mpya 2, mmoja akihamia. Kwa hiyo tunaendelea sana kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa kuendelea kutoa ajira na hususani kata hii ya Milale ili kuendelea kutatua changamoto ya upungufu wa walimu. Ndugu mgeni rasmi, jambo la 5 ambalo tumelifanya kwa kipindi hiki kufikia leo, tumeendesha uchaguzi wa wajumbe wa kamati za shule katika shule zote za msingi 8 za serikali zilizopo kata hii ya Milale na kupata jumla wajumbe 64. Lakini pia tumeweza kufanya mapendekezo ya wajumbe wa bodi za shule, shule ya sekondari Ingwi na shule ya sekondari Changuge. Na ni kuombe ndugu mgeni rasmi, juzi nilileta barua ofisini kwako kwa ajili ya kukuomba kuja kutuwezesha ama kuwawezesha wajumbe 64 wote wa kamati za shule mpya, kuwajengea uwezo wa usimamizi wa miradi, usimamizi wa shule
lakini na namna mbalimbali ya kuendesha na kusimamia shule. Kwa hiyo nikuombe barua hii ifikapo mezani kwako, tukuombe usisite kufika, na tumepanga tarehe ya kufanya mafunzo hayo kuwa ni tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026, na tutafanya shule ya msingi Ngirichini, na haya ni mapendekezo ya wakuu wa shule waliopo kata ya Milale. Lakini jambo la 6 ambalo tumefanikiwa kulifanya ni kuendelea kufanya mitihani ya mara kwa mara ya ujirani mwema, ambapo shule zilizoko jirani zinafanya mitihani hiyo, shule zote za msingi na sekondari. Lakini pia tumeenda nje ya kata. Kwa sasa tunafanya mtihani na kata ya Bukwe, tunafanya mtihani na kata ya Koryo kwa wanafunzi ambao wanafanya vizuri, na hata tunapozungumza juzi, wanafunzi wetu kutoka shule ya sekondari Ingri pamoja na Changuge walikuwa shule ya sekondari Mika kwa ajili ya kuendelea kufanya mtihani wa cycle ya 3 ambao ulifanyika Mika sekondari, na cycle ya 4 itakamilika tarehe 13 shule ya sekondari Ingri, na siku hiyo ndio itakuwa siku ya kutoa motisha kwa wanafunzi wote waliofanya vizuri, yani wale overall. Kwa hiyo nitumia fursa hii pia kukaribisha siku hiyo kwa ajili ya kuja kukabidhi zawadi hizo ambazo tayari tumekwisha kuziandaa. Lakini la mwisho, tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mradi wa Boost, kwani tumepokea vifaa mbalimbali vya tehama. Shule ya sekondari Ingri tumepokea smart board, tumepokea kompyuta kupitia mradi wa SEQUIP, lakini pia kwa shule ya msingi Ingri Juu tumepokea jumla ya kompyuta 21, tumepokea pia smart board shule ile ambayo kwa sasa ni kituo cha walimu. Ninaamini na ukweli ni kwamba Ingri Juu inakuwa kituo cha walimu kwa sababu ofisi ya elimu ya awali na msingi ilitaka iwe hivyo, na kweli imetimia. Zipo shule zaidi ya 100 za msingi, lakini vituo hivi naamini ni vitatu ndani ya wilaya ya Rorya, na kituo cha Ingri Juu kikiwa ndio kituo kikubwa. Kwa sisi tunayo kila namna ya kuwashukuru ofisi yako, ofisi ya dio, ofisi ya mkurugenzi kwa kuendelea kuyafanya haya. Ndugu mgeni rasmi, palipo na mafanikio huwa hapakosi changamoto. Mimi kwa leo ninaomba ni address changamoto kubwa 2. Changamoto ya kwanza, tunao upungufu wa walimu hasa katika shule za msingi, lakini shida kubwa ipo shule ya msingi Sudi. Mpaka tunapoongea sasa shule ile imebaki na walimu 4 tu, na mwenendo wa ufaulu wa shule ile sio mzuri kwa miaka 3 mfululizo. Kwa hiyo pia ninaliona janga la kufanya vibaya mwaka 2026 kama shule ile haitapatiwa walimu kwa haraka. Kwa hiyo nikuombe hili ulibebe. Lakini pia shule ya msingi Changuge ina walimu 9. Kati ya walimu 9 ina wanafunzi zaidi ya 1300 shule ya msingi Changuge. Lakini kati ya walimu 9, walimu 3 tunatarajia watastaafu mwaka huu. Kwa hiyo maana yake inakwenda kubaki na walimu 6, shule ya wanafunzi zaidi ya 1000. Kwa hiyo na yenyewe ni zahama, nikuombe pia ili ulibebe. Lakini kuna baadhi ya walimu kutoka maeneo mengine ndani ya wilaya ya Rorya ambao wangetamani kuhamia Milale, hususan Changuge. Wapo ambao wameomba direct kuja Changuge. Nikuombe mafaili yao yakifika ofisini kwako pale, yeye yaserereshe tu ili walimu hao waweze kupangiwa kuja Changuge. Lakini pia niombe wakati ajira zitakapotoka za serikali, shule hizi zipewe kipaumbele. Jambo la pili ambalo ni changamoto ni barabara za kuingia na kutoka shule ya msingi Nyamwale na shule ya msingi Kyaembwe. Ndugu mgeni rasmi, ukifika shule hizo ama ukikaribia shule hizo, na kwa hasa ambao wanatoka maeneo nje na Rorya, na hata sisi wenyewe tulioko ndani ya Rorya, mtu anaweza asitamani kuingia maeneo yale na asitamani kufanya kazi maeneo yale, lakini changamoto kubwa pale ni barabara za kuingia na kutoka.
Kwa hiyo kwa sasa walimu wetu wakisogea maeneo yale, hata pikipiki wanaziacha senta, inabidi watembee kwa mguu zaidi ya kilomita 2 kutoka barabarani kuingia Kiaembwe, lakini zaidi ya kilomita 3 kutoka barabarani kuingia shule ya msingi Nyamwale. Kwa hiyo niombe katika vikao mnavyokaa huko na viongozi wa TARURA, hili jambo ulibebe na ulifikishe. Baada ya kusema haya, ndugu mgeni rasmi, mimi niwashukuru sana watumishi wote wa kata ya Milale, wote waliowiwa na kuona kwamba kuna ulazima wa kukaa pamoja na kupata chakula kwa pamoja. Tazama ilivyo vyema ndugu kukaa pamoja. Hayo sio ya kwangu, Biblia imeandika.